Pasaka ya siku ya leo, ambapo kwamba siku hii ndio ambapo Bwana aliweza kufufuka, na ndio maana tunaisherekea siku hii ya Pasaka. Natumai kabisa ya kwamba wewe na pia mimi tumekubali ya kwamba tumewekwa huru kwa sababu kubwa, ambapo Yesu aliweza kutundikwa pale msalabani. Na ninajua kabisa kupitia hiyo damu kuna mambo ambayo inafanya na inatengeneza njia pasipo na njia, na kupitia damu ile tumewekwa huru. Kwa hivyo ningependa kukukaribisha kwa mara nyingine tena katika hii yetu ya redio hii yetu ya Hekima FM, tunaposherekea Pasaka ya leo. Mpendwa msikilizaji, nikitumai ya kwamba uko buheri wa afya na pia uko na amani, na pia kujua kwamba umewekwa huru kupitia hiyo damu ambayo Yesu aliweza kumwaga pale msalabani. Kabisa maandiko yanatuambia ya kwamba katika kitabu cha Ufunuo 12 pale mstari wa 6 ya kwamba kupitia hiyo damu tutamshinda mwovu shetani na tutamshinda adui. Nashukuru kwa sababu ya damu hiyo ambayo Yesu aliweza kumwaga kwa ajili yangu na kwa ajili yako. Kwa hivyo karibu sana mpendwa msikilizaji, tunaposherekea siku hii ambayo ni siku kubwa kabisa kwa Wakristo ambao wanamuiga na kumfuata Kristo aliyetundikwa pale msalabani. Alipokufa na kufufuka kwake, akawaambia wanafunzi, jinsi ambavyo nimeenenda hivyo ndivyo nitakavyorudi. Kwa hivyo alikuja akiwa kama mkombozi, lakini tunamgoja akiwa kama hakimu. Kwa hivyo ni pako wewe ukaweze kuchukua hiyo fursa na kutumia vizuri damu hii ambayo imeleta ukombozi. Kwa mara nyingine na kukaribisha Jumapili hii ya leo tukiwa buheri wa afya, natumai uko mzima, na ni katika jina la Yesu Kristo ningependa kuomba kwa ajili yako na kwa ajili ya neno na pia kwa ajili ya meza hii ambayo Bwana ameiandaa. Kumbuka kabisa mimi hukwambia ya kwamba Bwana haandai meza pasipo walaji, na walaji wa siku ya leo ni mimi na wewe tulie chini ya sauti hii. Karibu sana mpendwa msikilizaji, ukiwa umebeba Biblia yako na kalamu ya kunakili yale Bwana atatufunza siku ya leo kupitia Roho Mtakatifu. Ningependa tukaweze kuomba na ndiposa tukaweze kuingia katika neno. Baba, ninakushukuru, ninakuinua, nasema ni asante kwa ajili ya meza hii ambayo umeiandaa siku ya leo, tunaposherekea Pasaka siku ya leo, tunapokukumbuka ulivyotundikwa pale msalabani, ukamwaga damu yako, na hata wa leo inatiririka. Na kupitia neno lako katika kitabu cha Ufunuo 12 mstari wa 6, unasema ya kwamba kupitia damu hiyo tutaweza kumshinda mwovu na tutaweza kushinda adui, na kupitia shuhuda za vinywa vyetu tutakapotoa. Tunasema ni asante. Zaidi ya yote Bwana, ninapotumika kama chombo, naomba kushuka wewe ukainulie, ukanifanye kuwa mfereji wa kunywesha watu wako. Roho Mtakatifu wa Mungu, na kualika mahali hapa ukawe mwalimu mwema, na shuka mimi wewe ukainuliwe. Pia kumbuka msikilizaji wangu popote alipo akiwa amejiandaa kusikiliza kutoka kwako. Takasa na anga yetu Bwana, tukaweze kupata kibali, na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Najua pale ukiwa upande ule mwingine popote ulipo umesema amina, na kusema amina ni kwamba na iwe hivyo, na natumai kabisa hivyo ndivyo itakavyokuwa. Ukipenda sana niite Mtume Teresia, bado nimeokoka na natangaza injili ya Yesu nikiwa nimeokoka, na ninajua ya kwamba mbinguni tutaenda na tutafika, kwa sababu Yesu aliwaahidi wanafunzi, akawaambia jinsi ambavyo nimefufuka na nimepaa, nimeenda, hivyo ndivyo nitakavyorudi. Basi tunangoja tu tukitumaini ya kwamba atakuja na atarudi kutupeleka nyumbani kwa Baba. Nyumbani kwa Baba hakuna matata, nyumbani kwa Baba hakuna matata, nyumbani kwa Baba hakuna matata. Karibu sana mpendwa msikilizaji
Nakukaribisha kwa mara nyingine nikitumai ya kwamba uko mzima na buheri wa afya na unafurahia Pasaka ya siku ya leo. Katika neno ambalo tutalisoma siku ya leo, tunalipata katika maandiko matakatifu katika kitabu cha Waefeso 1, ambapo kwamba tunapata kwa nguvu ya ufufuo, in the power of resurrection. Kuna yale mambo yalitendeka pale wakati Yesu alipotoka kwenye kaburi, ambapo tunaamini ya kwamba kama vile ambavyo ilikuwa imeandikwa. Maandiko yanatuambia kwamba hiyo siku ambapo walikuwa wameamka wale wanawake wakienda kuutakasa na kuhudumia mwili wa Kristo mahali ambapo ulikuwa umewekwa kwenye kaburi, maandiko yanatuambia wakashikwa na butwa, maana yale ambao walikuwa wanawazia wakapata Kristo ambaye walikuwa wameenda kumhudumia hayuko. Ndio maana tunapata neno hilo katika maandiko matakatifu, Marko 16 mstari wa 6 na 7. Asema kwamba wale wamama wakawa wamejitahidi sana kwenda kuamka kuupaka mwili wa Kristo mafuta, kuuhudumia, ndiposa ukaweze kuwekwa pale kaburini. Maandiko yanatuambia kwamba katika mstari huo wa Marko 16, walipotoka kwenda kuhudumia mwili wa Kristo, wakaulizana, na je, ni nani atakayebingirisha jiwe? Maana lile jiwe lilikuwa ni kubwa sana. Wamama ni wapawa, na ninawapenda sana wamama, kwa wale ambao walikuwa wamejitahidi kufanya kazi ya Mungu. Na nikisema hivyo sio kwamba nadharau kazi ya ndugu zetu wanaume, lakini pia nashukuru kwa sababu wamama wakashika doria, wakasema ni kweli amekufa. Wengine walikuwa wamekata tamaa, hata wakarudi nyuma, kwa sababu tumaini walilokuwa nalo kwa Kristo ni kana kwamba lilikuwa limefika mwisho. Lakini wamama wakasema hata kama amekufa na wamemweka kwenye kaburi, tutaenda kuhudumia mwili wake. Ningependa tukaangalie neno hilo katika kitabu cha Marko 16 mstari wa 6. Nitasoma kwa utukufu wa Mwenyezi Mungu. Neno la Bwana linasema hivi. Kuanzia hapo moja inasema, hata Sabato ilipokwisha kupita, Mariamu Magdalena na Mariamu mamaye Yakobo na Salome walinunua manukato wapate kwenda kumpaka. Hata alfajiri na mapema siku ya kwanza ya juma wakaenda kaburini jua lilipoanza kuchomoza. Wakasemezana wao kwa wao, ni nani atakayevingirisha lile jiwe mlangoni pa kaburi? Wanaulizana wakiwa njiani. Pale inasema hata walipotazama waliona ya kuwa lile jiwe limekwisha vingirishwa, nalo lilikuwa ni kubwa mno. Mpendwa msikilizaji, ningependa ukajue ya kwamba bidii ya hawa wamama, tumaini la hawa wamama, wakasema licha ya kuwa Kristo tuliyemdhaminia, Kristo tuliyemtumainia ameuawa na amewekwa pale kaburini, lakini hata hivyo tutatafuta manukato ambayo tutaenda kuupaka mwili wake. Na walipokuwa wanaulizana, ni nani atakaye tuondolea lile jiwe? Maanake maandiko yanasema lile jiwe waliowekelea pale kwenye mlango wa kaburi lilikuwa ni kubwa sana. Lakini nafurahi kwa sababu katika ujumbe wetu tunasema tumepata andiko ambalo linatuambia kwamba it is through the power of resurrection. In the book of Ephesians 1 verse 6 inasema ya kwamba kupitia ile nguvu iliyomtoa Kristo kwenye kaburi, hiyo nguvu ndiyo tunayoitangaza siku ya leo, ya kwamba inaenda kuleta mabadiliko katika maisha yako, inakwenda kuleta mabadiliko katika taifa letu, inaenda kuleta mabadiliko hapo katika familia yenu. There is power of resurrection of which we are going to declare today. Tunaenda kunenea hiyo nguvu iliyomtoa Yesu pale kaburini,
gani? Maandiko yametuambia ni kwa uweza wa hiyo nguvu tutakayoitangaza siku ya leo. Licha ya kuwa tunaambiwa ya kwamba hilo jiwe lilikuwa limetatiza hawa wamama ambao walikuwa wamejitahidi, na wakasema licha ya kuwa Kristo amekufa na amewekwa kwenye kaburi na wakaongezewa jiwe kubwa, tutaamka kesho asubuhi na mapema kwenda kuuhudumia mwili wake na kuupaka manukato. Mpendwa, usikate tamaa. Manake ningependa kukuambia ya kwamba hiyo nguvu iliyobingirisha hilo jiwe ambalo katika macho ya hawa wamama walikuwa wanaulizana ni nani atakaye tusaidia. My brother, my sister, I would like to tell you that there is a power in the power of resurrection that got Jesus Christ from the grave. Hakuna aliyelibingirisha lile jiwe. Lakini tunaambiwa ya kwamba baada ya wamama kuulizana, wakatazama na kumbe jiwe lilikuwa limeshabingilishwa tayari. Lilikuwa limeondolewa katika mlango wa kaburi. Kwa hivyo ni pako wewe na pangu mimi tujue ya kwamba kuna nguvu katika ufufuo wa Kristo. Kuna nguvu ambayo iliyomtoa Yesu pale kaburini, na hiyo nguvu ndiyo nataka tutangaze siku ya leo, nikijua ya kwamba katika muujiza ule uliotendeka mahali pale, na nguvu hiyo inaenda kutenda maajabu katika maisha yetu. If we believe in the power of resurrection, the Bible says in the book of Romans 8 that the same power that got Jesus Christ from the grave, it is the same power that we are going to declare today. The same power will bring resurrection, will restore whatever the devil has taken to the grave in the mighty name of Jesus. Will restore that health that the enemy has taken to the grave. Inaenda kuleta ufufuo katika maisha yetu through the power of resurrection. Katika nguvu ya ufufuo inaenda kufufua hicho chako ambacho mwovu ama adui aliweza kupeleka kwenye kaburi. Mpendwa msikilizaji, sijui ni nini hiyo ambayo adui alikupokonya, ambapo ameenda na akazika katika kaburi. Hata na wewe imefika mahali unatoa kama ushuhuda, kama vile ambavyo wapendwa Waswahili wanasema tulizika katika kaburi la sahau, na wewe umekata tamaa tayari. Lakini nimekuja kukwambia siku ya leo, kama vile Yesu licha ya kuwa alipigwa, akauawa, akafa kifo cha msalaba, na wakaenda wakamzika, na katika kuzika kwake wakaongezea jiwe kubwa. Maandiko yanasema kwamba lilikuwa ni jiwe kubwa mno ambalo lilitatiza mpaka wale wamama walikuwa wamejitolea kwenda kupaka mwili wa Kristo manukato. Lakini ninakuja kukwambia siku ya leo, haijalishi waliweka jiwe gani, haijalishi walikufunga katika vifungo vya namna gani, ila ninajua ya kwamba there is a power in the resurrection of Christ, and the same power that got Jesus Christ from the grave is the same power that we are going to declare today in the situation that we are going in that health that the enemy has taken to the grave. And through the power of resurrection, that power is going to restore our health in the mighty name of Jesus. Hiyo nguvu ya ufufuo ndiyo itakayo turejeshea chochote ambacho shetani ama adui amepeleka kwenye kaburi. Bora tu kajitie nguvu na ukaweke tumaini, and you keep your hope alive. Kama vile wamama hawakuchoka, wakasema ni kweli, tulikuwa tumemtazamia huyu Kristo ya kwamba yeye ndiye ataleta ukombozi, lakini hivi sasa ameuawa na amewekwa kaburini, na tumaini lao halikukuishia hapo. Imagine even at the death of Christ, walikuwa wanajitia nguvu, tutaenda kumuhudumia, we are going to minister to his body. Yes, very early in the morning wakajitia nguvu.
Ningependa na wewe ukajitie nguvu. Haijalishi waliweka jiwe la namna gani, haijalishi walizika wakasema namna gani, ila nataka kukuambia hiyo nguvu iliyomtoa Kristo kwenye kaburi ndiyo tunatangaza siku ya leo. Mpendwa, ninajua ya kwamba utajitia nguvu, utaweka imani, utarejeshewa tumaini kupitia nguvu ya ufufuo. Ningependa tukaangalie neno la Bwana katika maandiko matakatifu pale katika kitabu cha Yohana 11 mstari wa 38 na mpaka 44. Kuna wakati wakaaji wa mji wa Bethania walikuwa na rafiki yao ambao pia alikuwa ni rafiki wa Yesu. Wakamchukua na wakaweza kumzika, ambapo kwamba Martha ndugu yake ama dada yake alikuwa ameshapasha habari Kristo. Akamwambia, tunakuomba uje kwa sababu Lazaro rafiki yako ameshapatwa na ugonjwa na tunakuomba uje. Lakini maandiko yanatuambia Yesu akakawia kuja. Na wakati alipokawia kuja, alikuja baadaye na alikuja baada ya kifo cha Lazaro, ambapo kwamba anaingia Bethania wakati kifo cha Lazaro kimeshatendeka, wamefanya matanga na wameweka mwili kaburini. Lakini angalia Yesu anapokuja, anapata watu ambao wamehuzunika, anapata watu ambao walikuwa wameshamaliza matanga, wale wakusalia wanakula, wale wakufunga virago na kurudi nyumbani walikuwa wamerudi. Hata Mary, Martha, ndugu na dada yake walipomuona Yesu wakashikwa na huzuni. Naona Yesu wanapopatana pale barabarani kwenye gate, Martha anamwambia Yesu, ni heri ungekuja na mapema kama ndugu yangu bado hajakufa. Yesu, ni heri ungekuja na mapema kama bado hatujamzika. Alikuwa na huzuni, maana alikuwa ameshaona ya kwamba yameisha. Kama vile ndugu zetu Waluya wanasemanga luere Nyasaye akulinde, wanasema ni yameisha. Naona nikana kwamba Mary alikuwa anasema hivyo, lakini anarudi anamwambia Yesu, hii mambo ni kama imeisha, manake ndugu yetu tumeshazika. Lakini Yesu kwa upendo mwingi akamwambia Martha, usijali, maana hata kama nimeingia kuchelewa, mimi ndiye uzima na ndugu yako anaenda kufufuka. Martha kwa sababu ya upungufu wa imani anamwambia, ninajua atafufuka, lakini ni siku ile ya mwisho. Yesu akamwambia, sio siku hiyo ya mwisho, bali ni siku ya leo anaenda kufufuka, maana mimi ndio uzima. Haleluya! Maandiko yanatuambia Yesu alipoingia katika mji wa Bethania aliingia akiwa uzima. Mwathani Jesu Bethania neoigire ciugo cia hinya akiaria ena Maria atanariokia Lazaro, nenie kurioka na nenie muoyo uria wa tene na tene, nenie kurioka na nenie muoyo uria wa tene na tene. Yesu akamwambia Maria, sio hiyo siku ambayo ya mwisho unatarajia, bali kwa sababu nimekuja na mimi ndio uzima, ndugu yako tunaenda kumtoa kwa kaburi siku ya leo. Na ujue ya kwamba wakati wananong'onezana ni kana kwamba imani ya Martha imerudi chini. Bado haamini ya kwamba Kristo yeye ndiye uzima na anaenda kurejesha ndugu yake Lazaro katika uhai. Wanaponong'onezana, ukiangalia vizuri pale katika kitabu hicho cha Yohana 11 mstari wa 30 mpaka pale 40, anamwambia sasa Yesu, hata kama umesema hivyo na huyu jamaa tulizika, sasa amemaliza siku 4 kaburini, hiyo kaburi ukijaribu ufungue, ile harufu itatoa. Yani imani yake, licha ya kuwa Yesu anamwambia mimi ndio uzima na nimekuja na nitamfufua Lazaro. Kuna wengi wetu ambao wamekata tamaa,
Kuna wengi wetu ambao wamefika mwisho. Kuna wengi wetu wanaona sasa ya kwamba luere imeisha kabisa. Hakuna tumaini tena la kuishi. Hakuna tumaini la watoto wangu kupata kazi. Licha ya kuwa nimesomesha. Hakuna hata tumaini la mimi kuolewa. Huyo ni dada ambaye ni mrembo kabisa, lakini tumaini la kuolewa ni kana kwamba limeisha. Ninaongea na mchungaji, mtumishi wa Mungu ambaye anaona miaka ya huduma imeisha. Imefika mahali anasema, Yesu, nikana kwamba ungekuja wakati nilikuwa bado niko na nguvu. Nimekuja kukwambia Yesu analeta tumaini, na kupitia nguvu ya ufufuo anaenda kukurejeshea hicho ambacho adui alikuwa amepeleka kwa kaburi. Haijalishi imemaliza siku ngapi, haijalishi imemaliza miaka ngapi. Maandiko yanatuambia, Martha anamwambia Yesu, unajua imetimia siku 4 kama huyu jamaa bado yuko kwa kaburi. Lakini hata kama Yesu ameingia kuchelewa, amekuja na muujiza wako siku ya leo. Usiwe kama dada yake Martha ambaye anafunga baraka ya Lazaro kutolewa kaburini. Maana anasema sasa tena ukimtoa kaburini, huku kutanuka. Na mimi nimekuja kukuambia, maana Yesu yuko mjini, na tunapoisherekea Pasaka amekuja na nguvu iliyomtoa kaburini kukurejeshea kile ambacho adui alipeleka kwa kaburi. Haijalishi kama atakapofungua kaburi kutanuka. Mimi nimekuja kukuambia, kunuke kusinuke, baraka yako utaipokea. Kuna watu ambaye wanafunga baraka za wengine. Kuna watu ambaye inafika mahali wamekukatia tamaa. Wanapokuangalia wanaona wewe hauna mbele wala hauna nyuma. Lakini Yesu yuko mjini. Na nimekuja kukuambia wewe ambaye uliye chini ya sauti hii, haijalishi imefika miezi ngapi, haijalishi imepita miaka ngapi. Maana wakati Martha anatoa vijisababu, anamwambia Yesu, Lazaro amekuwa kaburini siku 4. Kwa hivyo hamna haja ya kufungua hiyo kaburi. Maana ukifungua hiyo kaburi itatoa harufu mbaya na tutaona mahali pa kukaa. Wapendwa, kuna watu ambao bado wanafunga baraka zako. Wanasema, Mungu utakapomubariki huyo jamaa, na sisi huyo ndio tegemeo letu. Wengine hata wanafunga kwa midomo yao baraka zako, ndiposa wewe usitoke katika hiyo hali ambao umewekwa. Wengine wanakunyamazisha, wengine hata wanafunga kwa siri, na usishangae sana ni wale hata wa karibu na wewe. Kumbuka Martha alikuwa ni ndugu ya Lazaro. Na badala aseme Yesu fufua haraka, ndugu yetu arudi, anamwambia usijaribu kufungua hiyo kaburi. Nimekuja kukuambia ndugu na dada yangu, wewe ambao umechoka, wewe ambao umekata tamaa, ulisoma lakini bado vyeti vyako havijakupa nafasi ya kupata kazi. Haijalishi kama ni kufungwa, haijalishi kama ni delay, manake Yesu alikuwa anamwambia Martha, hata kama nimeingia kuchelewa, mimi ndio uzima na ninaenda kufanya mambo yote kuwa sawa. Mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, Yesu akiwa enzini. Mambo sawa sawa, 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 Yesu akiwa enzini. Mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa. Na mimi pia nimekuja kukuambia, tunaposherekea Pasaka hii ya leo, ya kwamba Yesu hayuko kaburini tena. Yesu amefufuka. Na tukasema katika maandiko matakatifu, katika kitabu cha Efeso wa kwanza, pale mstari wa 20 na ngapi, ya kwamba that the same power that got Jesus Christ from the grave, that is the same power that we are going to declare today. Ya kwamba hiyo nguvu iliyomfufua ikabingirisha jiwe ambalo wanawake walikuwa wamekata tamaa. Kasema sasa, hata kama tumeamua kwenda, kuna jiwe limewekelewa pale, na lile jiwe ni kubwa sana. Mimi sijui waliwekelea nini.
Sijui walisema nini juu ya maisha yako, juu ya ndoa yako, juu ya kazi yako, juu ya watoto wako. But I am here today declaring that there is power in the resurrection of Christ. And the same power that got Jesus Christ from the grave, it is the same power we are going to prophesy in that situation that we are going on through, in that situation that the enemy has taken to the grave, na ikatuacha ya kwamba tumaini halipo tena. Nauliza sasa, tutaishi ama tutakwenda vipi? Ningependa tukaweze kuangalia maandiko matakatifu katika kitabu cha Ezekieli 37. Ezekieli 37 kuanzia pale mstari wa 6. Ezekieli 37 kuanzia mstari wa 6. Tutasoma hivyo tukiendelea, tunapojiandaa mioyo yetu. Wewe uliye chini ya sauti hii, haijalishi jiwe gani liliwekelewa katika maisha yako, katika kazi yako, haijalishi huko katika vifungo vipi, ila kuna damu ambayo Yesu alimwaga pale msalabani, na hiyo damu ndiyo itakayo kutoa katika vifungo ambavyo viliwekwa. Maana hiyo damu inanena mambo mazuri. Maandiko inatuambia katika kitabu cha Waibrania ya kwamba hii damu inanena mambo mazuri kuliko damu ya Abeli, na itanena kwa ajili ya maisha yako, itanena hata kwa ajili ya taifa. Tunaona katika kitabu cha Yeremia Yeremia mstari wa 3 pale 14-16. Hiyo tutanena hiyo damu. For this same power of resurrection, God is going to restore Kenya, and I believe it shall be well. We shall declare the power of resurrection in this land of ours, the land of Kenya, because we acknowledge God, even according to our national anthem, oh God of all creation, tunamuita leo, and I believe through this power, God is going to restore us. Haijalishi tumekata tamaa namna gani, haijalishi tumefika mwisho kiwango gani, ila ninajua ya kwamba kuna nguvu katika ufufuo wa Kristo, na hiyo nguvu ndiyo tutakayotangaza siku ya leo. Katika maandiko hayo matakatifu, katika kitabu cha Ezekieli 37 tukianzia pale mstari wa 6, unapata kwamba kulikuwa na watu ambao wamekata tamaa, watu ambao wakiangaliwa hata hao sasa walikuwa wamekuwa mifupa mikavu. Ni mifupa ambayo hata haieleweki. Ilikuwa ni mifupa mikavu. Na sasa kuna mtu ambaye anaambiwa hii mifupa utakapoitabiria itarudi uhai. Ningependa mpendwa msikilizaji, ukaweze kujiandaa ukiwa na imani, kama vile ambavyo mtumishi wa Mungu Ezekieli akaambiwa, simama, nenea hiyo mifupa na itarejea kuwa uhai. Wacha tukasome neno la Bwana katika hiyo kitabu cha Ezekieli 37 pale mstari wa 6. Anasema, nami nitatia mishipa juu yenu, nami nitaleta nyama iwe juu yenu na kuwafunika, ngozi na kutia pumzi ndani yenu, nanyi mtaishi, nanyi mtajua ya kwamba mimi ndimi Bwana. Huyo ni Mungu ananena na watu ambao walikuwa wamekata tamaa, watu ambao walikuwa ni mifupa mikavu, watu ambao walikuwa wanaonekana kana kwamba hawana mbele wala hawana nyuma. Na hilo lilikuwa ni jeshi kubwa ambalo lilikuwa ni jeshi la Israeli. But through the power of resurrection, akamwambia nabii, naomba ukaweze kunenea hiyo mifupa, na mimi Mungu naenda kuirejesha, naenda kuitia nguvu, naenda kuweka ngozi, yani anaenda kuweka hata nyama na kuirudisha ile mifupa katika utu. Maandiko yanatuambia ya kwamba wakati mtumishi wa Mungu Ezekieli akasikiliza sauti ya Mungu na akaambiwa ya kwamba utakaponena, utakapoinenea hiyo mifupa, mimi nami nikiwa kama Mungu ninaenda kuirejesha kuwa hai.
Mpendwa msikilizaji, ningependa ukashike hiyo imani iliyokuwa na mtumishi wa Mungu Ezekieli. Manake hata wakati yeye anaulizwa, mwanadamu, mifupa hii inaweza kurudi hai? Nabii anajibu, mimi sijui, ila wewe Mungu ndiwe ujuae. Shika hiyo imani. Huenda kwamba kabisa katika hiyo hali ambayo uko ndani, umekata tamaa, umechoka, wengine hata umeweka katika kaburi la sahau na umeondokea. Lakini Yesu anauliza siku ya leo, na anasema kama vile ambavyo tumepata pale mstari wa 6. Akasema, mimi Mungu ninaenda kuitia nguvu, ninaenda kutia pumzi, ninaenda kuweka nyama, na hii mifupa itarudi uhai tena. Weka imani. Tunapoenda kudeclare through the power of resurrection, maandiko yanatuambia wakati mtumishi wa Mungu alishika imani na akasimama na akaanza kutabiri kama vile ambavyo Mungu alikuwa amemwambia atabiri, kuna maajabu yalitendeka. Ningependa tukaangalie hilo neno katika mstari wa 7. Anasema, basi nikatoa unabii kama ambavyo niliamuriwa. Hata nilipokuwa nikitoa unabii, palikuwa na mshindo mkubwa, na tazama, tetemeko la nchi, na ile mifupa ikisongeleana, mfupa kwa mfupa kwa mwenziwe. Nikatazama, na kumbe kulikuwa na mishipa juu yake, nyama ikatokea juu yake, ngozi ikafunika mifupa ile. Na ndipo akaniambia, tabiri na uendelee kutabiria upepo, mwanadamu. Ukawaambie upepo, Bwana Mungu asema hivi, njoo kutoka pande za pepo 4, pumzi, ukawapuzie hawa waliouawa wapate kuishi tena. Kwa imani juu ya nguvu ya ufufuo. Kumbuka kwamba mtumishi Hezekia hata yeye hakuwa naamini ya kwamba yale Mungu ambao anamwambia anaweza kufanya. Na ndiposa akamwambia Mungu, mimi sijui kama hii mifupa inaweza kurudi tena, ila wewe ndiye ujuaye. Na mimi ningependa kukuambia wewe uliye chini ya sauti hii, huenda umekata tamaa na hiyo ndoa, huenda umekata tamaa na hiyo kazi. Hata pia unajiuliza, mtumishi wa Mungu, hivyo ambavyo unasema ni kweli? Nitakaposimama kutabiria hii ndoa inaweza kusimama tena? Nitakaposimama kutabiria hawa watoto wangu watasimama tena? Nitakaposimama kutabiri juu ya taifa, huenda Mungu akaleta urejesho. Nipo hapa kukuambia kama vile alivyotenda katika huo that valley ambapo kulikuwa na dry bones and people have given all hope ya kuishi tena, but through the power of resurrection, my friend, maandiko yanatuambia ya kwamba wakati alianza kutabiri, mifupa ikarejeleana na pakawa jeshi kubwa, na likawa ni kushtua. Ningependa ukaweze kushika hiyo imani na ukatabirie hiyo hali yako ambayo unapitia, ambayo kwamba unasikia kabisa umekata tamaa nayo. Kweli ulisoma, vyeti vyako umechukua, umefungia pale kwa sanduku, hakuna kazi. Lakini kupitia nguvu ya ufufuo, haijalishi nilipe lisemwa, lakini niko na imani ya kwamba kama hiyo nguvu ilimtoa Kristo kwa kaburi, hata kama walikuwa wameekelea jiwe kubwa namna gani ndiposa asitoke, halikumfungilia pale. Wakati ulipofika ya yeye kutoka pale kaburini, hata kama wamama walikuwa wamechoka, hata kama wamama walikuwa wamekata tamaa, wakakazana na kuenda kujua ya kwamba tutaenda liwe liwalo. Na kwa mshangao mkubwa wakapata jiwe lilikuwa limeshaondolewa tayari. Hivyo ndivyo nguvu ya ufufuo inaenda kutenda katika maisha yetu. Hivyo ndivyo nguvu ya ufufuo inaenda kufanya muujiza ndani ya maisha yetu, ndani ya taifa. Ningependa tukaangalie neno la Mungu katika kitabu hicho cha Jeremia 3:14 mpaka 16. Jeremia 3 mstari wa 14 mpaka 16. Natumai uko na Biblia yako pale.
Na ninajua ya kwamba kupitia hii nguvu ya ufufuo, itakapofika ni wakati wa kutabiri, shika imani. Mwambie Mungu, ni kweli sijui kama hii ndoa itasimama, lakini kwa neno lako ninatabiri. Na ninajua katika hiyo nguvu ya ufufuo iliyomtoa Kristo kwenye kaburi, inaenda kunitendea. Inaenda kutenda kwa ajili ya watoto wangu. Inaenda kutenda kwa ajili ya huduma yangu. Inaenda kutenda hata kwa ajili ya taifa letu. Ningependa tuangalie neno hilo kwa utukufu wa jina la Mwenyezi Mungu. Yeremia 3 mstari wa 14. Inasema, rudini enyi watoto wenye kuasi, asema Bwana, maana mimi ni mume wenu, nami nitatwaa mtu mmoja wa miji ama wa mji mmoja na wawili wa jamaa moja, nami nitawaleta hata Sayuni. 15 inasema, nami nitawapa ninyi viongozi na wachungaji wapendezayo moyo wangu, watakao walisha na maarifa na fahamu. Neno hili linanena juu ya ufufuo wa taifa na ufufuo popote ambapo pako na viongozi wa kanisa, manake imesema juu ya wachungaji na viongozi. Na kwa hivyo anasema ya kwamba tutakaporejea through repentance, maana anasema njooni nyinyi watoto mlioasi, na baada ya kurudi nitawapa furaha ya Sayuni. Ninaenda kuwapatia viongozi, ninaenda kuwapatia wachungaji ambao watawalinda kwa maarifa. Kwa hivyo tunaona kupitia anasema nitakao wapatia kuwalisha kwa maarifa na ufahamu. And I believe through the power of resurrection that we are going to declare today over our nation. Kwa sababu kitu kimoja ninajua ni kwamba Mungu huwa hasemi uongo, na Mungu hufuata neno lake kulitimiza. Tutakapo nena unabii juu ya taifa, vile ambavyo wamesema katika kitabu hicho cha Yeremia, anaenda kutupatia viongozi ambao wako na ufahamu, anaenda kutupatia wachungaji ambao wako na maarifa. Na ninajua kama vile amesema Sayuni, kuna mambo mazuri katika Sayuni. Amesema mkikuja na mkirejea enyi watoto mlioasi, na mkisha kutambua makosa yenu, nami sasa nitawapa faraja, nitawapa viongozi, nitawapa hata na wachungaji walio na maarifa na walio na ufahamu. Kwa hivyo ndivyo tutakavyo tabiria taifa letu siku ya leo. Na tabiri ingine ambao ningependa tukaweze kutoa siku ya leo kupitia nguvu ya ufufuo, tutaweza kutabiri katika kitabu cha Isaya 26 pale mstari wa 9. Inanenea watu ambao wanaonekana kana kwamba wako hai, lakini walikufa kitambo. Kwa lugha ya Kimombo wanaitwa the living dead. Yes, they are there. Ni watu walisoma, ni watu wakionekana wako na maendeleo, ni watu wako na majina makubwa, ni watu kabisa ukiwaangalia wanaonekana ni kana kwamba wako hai, lakini walikufa kitambo. Na hiyo nguvu na neno hilo ambalo tutalisoma katika kitabu cha Isaya 26 pale 9, inasema ya kwamba through the power of resurrection, even the living dead, they are going to be brought back to life. Sasa hapo ambapo ulikuwa umefika mahali umekata tamaa, tutakapochukua fursa ya kutabiri, Mungu anaenda kurejesha hicho ambacho adui aliweka kaburini. Nakumbuka ya kwamba tumesema ya kwamba hiyo roho ya madha tunaipinga siku ya leo. Maana anasema usijaribu kuguza kaburi, manake kutanuka. Na mimi nasema kunuke kusinuke, baraka yetu tunaenda kupokea. Because through the power of resurrection, we are going to be what our God intended us to be. We are going to live according to the purpose of God. It does not matter vile ambavyo waliwekelea jiwe katika maisha yako, katika ndoa yako, katika kazi yako, katika huduma yako. Ninajua ya kwamba ile nguvu iliyomfufua Kristo, licha ya kuwa walikuwa wamewekelea jiwe kubwa, hiyo nguvu haikutambua hilo jiwe.
Na hivyo ndivyo Mungu anaenda kutenda kwa maisha yako. Wewe utakaye tabiri kwa imani, Bwana na akutendee. Ninapoenda kumalizia, ninataka tu tukaweze kusoma hicho kitabu katika kitabu cha Ezekiel. Hapo tunapoenda kutoa unabii. Nakumbuka ya kwamba mtumishi Ezekieli alipoambiwa sasa ni kutoa unabii, alitoa, manake hata anaenda kumalizia nasema, na nikafanya vile ambavyo nilikuwa nimeambiwa. Hapo 37 mstari wa 9 inasema, ndipo akaniambia, tabiri, utabirie upepo. Na mimi nimekuja kukuambia nikiwa chini ya sauti, ama wewe uliye chini ya sauti hii, sikiliza neno la Bwana anasema siku ya leo, tabiri. Weka imani kama ya Hezekia, uchukue nafasi ya kutabiria hicho ambacho unaona ni kana kwamba hakiwezekani, hicho ambacho umekatia tamaa, hicho ambacho ulichukua na ukaweka katika kaburi la sahau, hicho ambacho unaona kimefika mwisho. Ilikuwa ni tabia ya wana wa Israeli, manake hata wanashindwa, hii mifupa itarudi uhai. Lakini kwa neema, nabii akasikiliza sauti ya Mungu, akasema basi nikatabiri kama nilivyoambiwa. Aliambiwa aje? Akaambiwa ya kwamba basi ndipo akaniambia, tabiri, utabirie upepo, mwanadamu, ukaambie upepo, Bwana Mungu asema hivi, njoo kutoka upande wa pepo 4, pumzi, ukawapumzie hawa waliouawa wapate kuishi. Basi nikatabiri kama nilivyoamuriwa, na pumzi nikatabiri kama vile ambavyo nilikuwa nimeamriwa, ikawaingia, wakaishi, wakasimama kwa miguu yao, na ikawa jeshi kubwa. Maandiko yametuambia aliposikia na kutii, akatabiri kulingana na neno la Mungu. Akasema ya kwamba, and you know what, there were mountains. Ninajua kuna milima ambayo imejisimamisha mbele zako. Ingine ni milima ya madeni, ingine ni milima ya vifungo mbalimbali ambavyo mwenyewe unaelewa. Vingine ni vifungo vya ulevi, vingine ni vifungo vya usherati. Bwana anasema siku ya leo, simama utabirie hiyo hali. Na utakaposikia vile ambavyo alitenda, hivyo ndivyo atakavyotenda kwa utukufu wa jina lake. Maana neno limetuambia, nabii aliposikia sauti ya Mungu akasimama, akasema, enyi mifupa mikavu, sikilizeni neno la Mungu. Na wakati alitabiri, muujiza ukaanza kutendeka. Na mimi nakuja kukwambia siku ya leo, wewe uliye chini ya sauti hii, Bwana anaenda kutenda. Maana yale alitenda siku hizo, hata leo anaweza tenda kupitia nguvu ya ufufuo wa Kristo. Kwa hivyo hapo ndipo tumetamatisha kwa siku ya leo, nikitumai umeweka imani ya kutabiria hali yako, na kwa utukufu wa Mungu na kupitia nguvu ya ufufuo, Mungu anaenda kubadilisha hali yako. Kwa hivyo ningependa tukaweze kuomba, nikitumai aliyotenda siku hizo hata leo atatenda kwa utukufu wa jina lake. Uliotenda Baba, tenda tena. Uliotenda Yesu, tenda tena. Uliotenda Yesu, tenda tena. Wacha tukaweze kuomba. Baba, ninakushukuru, ninakuinua. Nasema ni asante kwa ajili ya meza hii ambayo ulikuwa umeandaa siku ya leo. Ikiwa Bwana umetuandalia juu ya nguvu ya ufufuo. Maandiko yakatuambia ile nguvu iliyomtoa Yesu kwenye kaburi. Hiyo nguvu tutakapoitangaza inaenda kurejesha chochote ambacho adui alikipeleka kwenye kaburi. Haijalishi waliwekelea jiwe gani. Haijalishi kama mfano wa Lazaro
Lazaro amekaa kaburini siku ngapi, ila ninajua ya kwamba tutakapotangaza nguvu ya ufufuo kupitia Kristo uliotenda siku hizo, hata sasa utatenda kwa utukufu wa jina lako. Asante Mungu wa mbingu, maana wewe ni Mungu, unafuata neno lako kulitimiza. Kawatendee watu wako kulingana na vile watakavyotabiri, na kwa imani yao ukadhibitishe na ukajidhihirishe kwao kwa utukufu wa jina lako. Asante Baba yangu, asante pia kwa kunipa nafasi hii, kwa kutumika kama chombo kwa utukufu wa jina lako. Naomba kushuka wewe ukainuliwe, maana wewe ndiye umenifanya jinsi nilivyo. Pokea sifa na utukufu, na ni katika jina la Yesu Kristo naomba na hata kuamini. Amen. Wewe uliye mahali pale na bado haujajuana na huyu Kristo, nafasi naitoa hii kwako wewe, maana bado anakuita. Anasema, njoo mwanangu, bado ninakungoja. Nilijitoa pale msalabani nikafa kwa ajili yako, kama vile ambavyo Yohana 3:16 inasema ya kwamba kwa maana jinsi hii Mungu akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu atakayemwamini asipotee, bali awe na uzima wa milele. Fursa hii naitoa kwako ambao wewe haujajuana na huyu Mungu, na ndiposa akaweza kukushika mkono mkatembee pamoja. Sema, Bwana Yesu, naja mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi, nimesikia unaokoa. Nimesikia ulijitoa, ukafa msalabani, ukamwaga damu yako, ndiposa mimi nikaweze kukombolewa. Kupitia damu hiyo, naomba uondoe jina langu katika kitabu cha mauti, ukaandike jina langu katika kitabu cha uzima. Asante Yesu kwa kuniokoa. Baba, nasema ni asante kwa ajili ya huyo mpendwa ambaye ameweza kunena ama kuomba ombi hili la toba, akiomba Yesu umshike mkono, umuongoze, na kwa sababu ya nguvu ya ufufuo na damu ulioimwaga pale msalabani, naomba ukamshike mkono, ukamuongoze. Wewe unayedumisha, ukamdumishie na wokovu wake. Asante Mungu kwa kutuokoa, na asante pia kwa damu yako, na ni katika jina la Yesu Kristo naomba na hata kuamini. Asante sana na mbarikiwe. Mpaka siku nyingine akipenda Maulana, tutaweza kupatana katika meza hii ambayo Bwana aliandaa kupitia redio yetu ya Sifa FM kwa utukufu wa jina lake. Ubarikiwe mpaka ushangae, katika jina la Yesu Kristo naomba na hata pia kuamini. Amina.